Katika department yangu tunadili sema Kiswahili, kuna kitu tunaita mental health and psychiatry. Yaani afya ya akili, kuna matatizo alafu kuna magonjwa ya akili. Kwa hiyo kuna kama vitu vitatu hivi. Kwa maana kuna kipindi ambacho mtu, yani sisi wote hapa tuna afya ya akili nzuri. Kwa afya ya akili ile unahitaji uilinde ili uendelee kuishi vema. Lakini kuna matatizo ya akili ambayo haujaingia kwenye magonjwa ya akili. Kwa hiyo unahitaji uweze kujirekebisha kidogo ili urudi kwenye afya ya akili iliyo njema. Lakini kuna magonjwa ya akili. Tunaelewana Maana naona wengi sana huwa hawaelewi kwamba tunakuwa tunadili na kitu gani katika department yetu. Kwa hiyo ni afya ya akili, matatizo ya akili na magonjwa ya akili. Kwa hiyo mpaka mtu amefika kwenye magonjwa ya akili, basi kuna vitu fulani ambavyo amevikosa, ambavyo ilitakiwa awe navyo, sasa amevikosa. Kwa mfano ambacho anaweza kukosa ni utendaji wa kazi. Yaani ukiona yale mambo, labda una mawazo mengi, unapiga kelele, labda uko mgomvi, ambako kunafanya wewe usiweze kufanya kazi, basi ujue hapo una ugonjwa wa akili. Hivyo kadhalika na kuna unywaji wa mambo yetu yale. Unywaji wa pombe. Ukiona umeshindwa kufanya kazi kwa sababu ya unywaji wa pombe, basi wewe umeingia kwenye ugonjwa wa akili. Ukiona unavuta sigara, huwezi kwenda bila wewe kuvuta sigara, unajua umeingia kwenye ugonjwa wa akili. Kwa magonjwa ya akili yako mengi sana. Ila kuna wengine huwa wanaenda kwa sababu ya matibabu. Ni kwa sababu ya matibabu mtu anaweza akaenda kuathirika na magonjwa ya akili pia. Ila kwa siku ya leo tumekuja na ugonjwa unaitwa epilepsy, ambao ni kifafa, ugonjwa wa kuanguka. Sasa nadhani nimeandaa kwa lugha fulani rahisi kidogo ili tuweze kuendana wote, maana nadhani majority wengine yani Kiingereza kidogo kiko pembeni kidogo. Kwa hiyo nitaenda zaidi kwa Kiswahili, ambao panahitaji kufafanua Kiingereza au Kirundi, tutafafanua, tutasaidiana ili tuweze kufahamu vizuri. Okay. Tunaposema kifafa, hii shida ambayo ni shida ya kuanguka, tunamaanisha ni shida ambayo huwa inatokea kwenye milango ya fahamu, ambayo kuna baadhi ya message zinapokuwa zinaenda kupeleka taarifa ya kwamba wewe ufanye kitu fulani, zinafeli njiani. Ndio maana unaanguka. Na unaanguka kwa sababu mwili wetu unafanya kazi kwa umeme pia. Kuna chaji ambazo zinakuwa zinapita. Sasa zile chaji zinapopita, zikiacha deshi tu, manake ile taarifa fulani hivi inafeli. Kwa hiyo manake kuna mawasiliano pale yanakatika. Kwa hiyo katika mawasiliano manake unafanya nini? Unaanguka. Kwa hiyo ndio shida ambayo huwa inakuwa inatokea katika nini? Katika mfumo wa ubongo, ambao mpaka mtu anakuja anaanguka. Hii shida ina kama takriban watu milioni 6 duniani. Takwimu ya Tanzania sijaipata vizuri, lakini kwa dunia ni watu milioni 6. Maana hao tayari wameshagundulika. Lakini tunapozungumzia epilepsy inaweza ikatokea katika rika za aina zote.
Kuna mtoto mdogo ambaye anakuwa amezaliwa, watoto kabisa wadogo wale, ila utakuta anapata degedege. Lakini hatuwezi tukaongea kusema kwamba moja kwa moja huyu ana nini, ana epilepsy. Lakini pia kuna vijana, watoto wale, watu wazima pia wanapata hiyo shida. Na hiyo shida anapata mtu yoyote. Yaani sisi wote hapa tuko kwenye riski ya kupata ugonjwa wa kifafa. Kwa hiyo ndio maana tunasema usiwe unaongea vitu vibaya kwa wagonjwa wa kifafa. Na usimuongelee vibaya mgonjwa wa kifafa. Unatakiwa kumsaidia. Unapomsaidia maana unampa moyo hata yeye aweze kunywa dawa, aweze kwenda hospitali ili aweze kupigana na hali yake na aweze kupona. Kwa hiyo unapoona mwenzako amepata shida kama hiyo, basi unatakiwa umpe msaada. Hao wagonjwa wako wengi sana majumbani kwetu. Wako wengi, lakini tunashindwa kuwasaidia. Na siku zote huwa tunawapeleka kwenye tiba za asilia. Na akija hospitali basi manake amesha choka sana. Yaani mnaona kabisa kwamba huyu mtu sasa hivi labda anashindwa kupumua, au labda amepata tatizo lingine. Na hii shida ya epilepsy, ya ugonjwa wa kifafa, imekuja upande wa psychiatry department kwa sababu mgonjwa wa kifafa mara nyingi huwa anapata shida ya, anapotaka kuanguka huwa anaona kama maluelue, anaona kuna picha fulani za kutisha, anaweza akaona watu wanamkimbiza. Kwa hiyo inakuwa ni kama psychosis fulani. Lakini hii hatuitemu kama psychosis ya kwenye mambo ya afya ya akili. Hii ni ile psychosis ambayo hata wewe ukivuta bangi, ukinywa pombe sana, inaweza ikaja. Au unaweza ukawa umepata shida fulani, inaweza ikaja. Hii nini? Psychosis. Kuna muda mwingine asubuhi, sikumbuki vizuri lakini wanaita hypnagogic hallucinations. Yaani unapokuwa unaamka pale, labda unaweza ukaona kama kuna mtu amekaa hivi. Hizo huwa zinatokea. Kuna watu wanatokea. Hata mwenyewe ukikaa vibaya ukiangalia pembeni unaweza kuona kama kuna mtu amekaa. Lakini kwa wenzetu wa kifafa, anapokuwa anapata zile fits, anapopata fits, ubongo unapata fits mara nyingi, mwaka mzima hajatibiwa, mwaka wa pili wa tatu, hii inapelekea ubongo upate shida. Ndio anaweza akaanza kwenda kwenye matatizo ya akili. Mojawapo ya matatizo ya akili ambayo anaweza akampata huyu mtu ni depression, msongo wa mawazo, ambayo inaitwa sonono. Lakini ile hali ya kuanguka, anajichafua, anajikojolea, na siku nyingine labda ameanguka labda mbele ya watu wengi, labda yeye ni mtu ambaye anajiona yuko important, inaweza kumletea ni kitu kama PTSD, kwamba hivi wale watu wamenichukuliaje. Anakuwa anakumbuka ile, yani wale watu jinsi walivyokuwepo, au kama kuna mtu amemsimulia, kile kitu kinaweza kumletea shida sana. Kwa hiyo ule msongo wa mawazo na nini ni matatizo ya akili tayari. Kuna vitendo vingi sana ambavyo vya watu wa kifafa ambavyo wamefanya, ambavyo ni tunasema ni sio vizuri. Lakini kuna mmoja ameshawahi yani kuna kaka yake yani alikuwa analala kwenye decks. Yani decks, mtu analala chini mwingine juu. Yani familia fulani ya kishua. Sasa kaka yake alikuwa amelala chini, amelala juu. Akaamka juu, akaamka kule juu, akashuka. Alipoona kaka yake amelala, akaenda kuchukua kisu. Akamkata kaka yake. Yani akamkata haraka kwenye shingo. Yeye anajipiga akamaliza, akatoa shingo yote, afu akaweka chini kile kichwa.
Then baadaye anakuja baba yake akamwambia, baba, kaka leo atapata shida sana. Kwa nini? Nimekata kichwa, nimeweka chini ya uvungu. Kwa hiyo akiamka atakitafuta, atajua mwenyewe. Sijui kama atakiona. Haya ni mambo ambayo huwa yanatokea baadaye, kwamba mtu hajatibiwa, unaamini mambo ya kishirikina na nini, mtaenda kumwombea kanisani, lakini huyo mtu anapata shida. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba hawa watu tuwalete hospitali, waje hospitali watibiwe. Yaani akianza kupata hizi dawa, huyu mtu anakuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo tusiwaache nyumbani. Unapoona jirani yako amepata shida kama hiyo, hebu tuwalete hospitali. Kwa hiyo nataka tuendeende hapa kwenye hizi aina za degedege. Aina za degedege kuna aina kama mbili. Leo tutaongea kwa urahisi zaidi, maana ziko nyingi sana tukienda complicated. Kuna ambayo ni ya kiwango kidogo na kuna kiwango kikubwa. Kiwango kidogo ni ile ambayo inaweza ikatokea mkononi tu, au inaweza ikatokea mtu akapata hicho kifafa lakini asianguke. Lakini ile ambayo inatokea kwa kiwango kikubwa ni ile ambayo mtu anapata kifafa, ataanguka, atajipiga mwili, maana ile imetokea ubongo mzima. Lakini hii ya kiwango kidogo inakuwa inatokea sehemu fulani, ila sio ubongo mzima. Tukija kwenye dalili za kifafa, kabla hajaanguka huwa anapata dalili kama zifuatazo. Anaweza akawa anapiga kelele au anakimbia huku na huko, lakini pia anaweza akawa anahisi kizunguzungu, anahisi kichefuchefu, anaweza akaona kama maluelue au giza hivi, anaweza akahisi kama kuna harufu fulani hivi. Lakini pia kuna mwingine anaweza akawa anazubaa. Anaweza akapiga kama step moja hapo akawa amezubaa tu. Yaani huoni kinachoendelea. Hata ukimuuliza haongei. Huyo maana ujue tayari ameshapata nini? Ameshapata shida. Kwa hiyo kwa baadaye huyu rafiki yetu ataanguka bila kujitambua, au anaweza akabaki amezubaa. Kingine atapata degedege, atakuwa anajitikisa. Baadaye anaweza akawa anatokwa na mate au povu linamtoka mdomoni. Sasa katika hizi sehemu, kwa mfano, kuna atajingata ulimi, anaweza akakojoa au akajichafua haja kubwa. Sasa katika hii sehemu nadhani kuna wengine hapa walishasoma first aid. Tunasema kwamba usimwekee kitu mdomoni, kwa sababu unapokuwa unamwekea kitu mdomoni unaweza kuweka akapata shida ya meno zaidi. Lakini pia katika kujipiga kule ukamwekea kile kitu, jino likakatika likarudi, maana litaziba njia ya hewa ile. Kuna vitu ambavyo ni maalum ambavyo unaweza ukafanya vile ukaweka na asipate shida, lakini sasa tutavipata wapi? Lakini pia kuna anapokuwa anajipiga, jitahidi kama utakuwa una nguo unaweza ukamwekea kichwani ile nguo, ila usiwe unamshika. Unapomshika, kwa mfano mtu labda wewe umfahamu, umemkuta pale anajipiga, unamshika kichwa, mate yale yanachuruzika. Tunafahamu kwamba moja ya vitu ambavyo vinasafirisha magonjwa ni fluid, ambao moja wapo ni mate. Kwa hiyo kwa kushika vile afu kasahau usiende hata kunawa, unaweza ukadhulika pia na wewe.
ila sio kwamba atakuambukiza kifafa. Hapana, kifafa akiambukizi kwa hivyo. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo kama kuna nguo unaweza ukaweka ili asiweze hapa kama ni kuchubuka au vipi. Lakini cha muhimu zaidi, unapoona vitu kama hivyo, maana utamwacha kama atajipiga pale na nini, utamwacha. Kisha degedege itamwacha. Itakapomwacha atashtuka na atakuwa hana utambuzi. Yaani atashtuka ila atakuwa yuko confused tu, haelewi kinachoendelea. Na baadaye atakuwa kama mwenye usingizi na kisha atalala tena. Atakuwa mwenye usingizi na baadaye atalala tena. Na mwisho jamani, Kadiki asante. Ila naona kama tumeshafika mwisho. Ila hivi unatuachia hapa poa. Sawa. Na mwisho, huyu mtu tumesema kwamba atalala usingizi. Maana tumefika pale alipojipiga akaacha kujipiga, then Diki akawa ameingia hapa, si ndio? Sawa. Amejipiga. Sasa baadaye ataamka, then atakuja atalala tena. Akilala tena atakapoamka, hii inaweza ikachukua hata nusu saa atakapolala tena. Ila ule mwendo wa kujipiga na nini, ile issue ya degedege inaweza ikawa dakika 2, dakika 1, nusu dakika, dakika 3. Lakini atakapolala anaweza akalala hata nusu saa nzima au saa moja. Atalala, ataamka. Atakapoamka atakuwa ni mchovu sana na atakuwa legelege, atakuwa viungo vinauma na kichwa kinauma, atakuwa na kizunguzungu. Mwingine anaweza akawa bado utambuzi haupo sana. Kwa hiyo inatakiwa umwambie kwamba yuko wapi na nini. Na tunaongelea kwamba hii baada ya kuamka anakuwa labda anaumwa, anafanya nini na vitu vingine, ni kwa sababu kuna mwingine anaweza akawa ameanguka usiku, lakini asubuhi akawa anakuambia viungo vinauma sana, yuko mchovu. Kwa hiyo utajua kwamba huyu mtu usiku alianguka. Au anaweza akawa amejikojolea au amejingata ulimi. Sasa vinginevyo vinaweza visiwepo, lakini ile mwishoni anapokuambia labda anaumwa sana na vitu vingine inaweza ikawa nini, ni vitu ambavyo vinaweza vikakutambuza. Kwa hiyo hii hali ambayo tumeongelea hapa ni kwamba tumeongelea kwamba huyu mtu ameanguka, ameitikisa, akashtuka, akalala, then baadaye akaja akaamka. Sasa kile kitendo ambacho ameanguka pale na umemshuhudia ameanguka, anaanza kujitikisa, unachotakiwa kufanya, unatakiwa kwenda kuangalia ile sehemu kwanza, yeye mwenyewe ameanguka sehemu gani. Kwa mfano anaweza akawa ameanguka barabarani pale, uweze ukaenda pale kusema kwamba uanze kuzuia magari yasije au vipi. Maana unaweza ukaenda ukashika nguo yake kumvuta pembeni ili uepushe labda madhara mengine ambayo yanaweza katokea. Kwa hiyo kingine utaangalia pembeni, je, kuna misumari, kuna moto, kuna nini. Unatoa vile vitu ambavyo ni hatarishi. Au pengine anaweza akawa ameanguka kwenye maji, uweze kumwacha ajipige kwenye maji, lazima umtoe pembeni kwanza. Tunaangalia ambacho kinaua kwanza, si ndio jamani? Kwa hiyo sasa utaondoa vile vitu vya pembeni na nini, lakini baadaye kama baada ya yeye kukaa sasa ametulia, zile nguo zake zile, maana unarahisisha ili aweze kupata hewa, au kama kuna watu wamejaa pale utapunguza na nini. Usimwekee kitu mdomoni. Akitulia mlaze mlalo salama. Mlalo salama wote nadhani tunaufahamu, ila kuna wengine nadhani haufahamu. Diki, unafahamu mlalo salama? Okay, mlalo salama sasa sema yenyewe mwenyewe sikujiandaa vizuri.
Yeah. Sasa mlalo salama yani unamlaza mtu okay, anyway, sawa. Zikibaki dakika fulani nitaenda niandike pale nikapoteza. Sasa tunasema watu walio na kifafa wanaweza kufanya mambo mengi. Tusije tukawakatili, ila tuwalete hospitali ili waweze kufanya mambo mengine pia. Mtu mwenye kifafa anaweza akaoa na akapata watoto pia. Na mtu mwenye kifafa anaweza akasoma. Sasa mtu ana kifafa, mnamwacha nyumbani, mnamfungia. Mpelekeni aende shule. Na yeye mwenyewe atapata elimu zaidi ya kuweza kujisaidia pia. Na pia anaweza akafanya kazi kama watu wengine. Na pia anaweza akasikilizwa katika yale mashauri ya familia au tuko kazini hivi, naye anasikilizwa pia. Lakini kuna nini? Okay, na ngoja tuachane navyo hivyo. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia. Naam? Okay, sawa. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia ili wewe uweze kugundua na kuweza labda kumpa diagnosis huyo mgonjwa ambaye ana kifafa, kwamba utasema kwamba huyu ana kifafa. Ukaweka ile diagnosis pale. Kwamba hivi vitu mojawapo ni kama, je, huyu mgonjwa ameweza kuanguka na kupoteza fahamu na hakuwa na sababu ya kuanguka? Yaani ameanguka akapoteza fahamu na hakuwa na sababu ya kuanguka. Kingine, ikiwa ameanguka mara 2 ndani ya miezi 12. Yaani huyu yeye ameshakwambia kwamba alishaanguka mara ya kwanza, akaja akaanguka tena mara ya pili, lakini hakukuwa na sababu ambayo ilimfanya yeye aanguke. Tunakuja nyingine. Kuna historia ya mgonjwa kutokea kuzaliwa, familia yake huko nyuma, pengine alipozaliwa labda mamake amekwambia kwamba huyu mtoto alipozaliwa aliteleza akaangukia kichwa. Lakini pia alipokuwa mtoto alishapata ajali ya kichwa. Lakini pia ana babake mdogo naye ana tatizo la kuanguka. Kwa hiyo unazidi kukusanya ile kwamba okay, sawa. Lakini pia labda hata mwenyewe anaweza kukwambia labda kuna ajali yoyote aliyopata kuhusiana na kichwa. Lakini pia kuna unywaji pombe au kutumia madawa. Kwa mfano, huyu mtu umeambiwa hivyo kwamba ameanguka lakini hakuna sababu, ila ameanguka mara 2 ndani ya mwaka. Lakini pia kuna mamake mdogo au babake mdogo ana shida hiyo, lakini yeye hanywi pombe. Kwa hiyo unajua mmoja kwa moja kwamba hanywi pombe. Kwa hiyo maana hii itakuwa ni epilepsy. Ila anakunywa pombe, maana utaanza kujifikiria inawezekana amepata hizi conversion kwa sababu ya kunywa pombe. Kwa hiyo kuna mawili hapo sasa. Inabidi tena uendelee kufanya rule out ya vitu vingine zaidi. Kwa hiyo kutokunywa pombe kuna kupelekea moja kwa moja kwamba huyu ana diagnosis ya epilepsy. Mmenielewa hapo jamani? Naomba nimalizie kidogo. Kwa diagnosis ni pazuri zaidi. Lakini pia kuna magonjwa mengine. Kwa mfano, sasa baada ya hapo umeona kwamba huyu mtu pombe hanywi. Kwa hiyo kinachofuata kingine, hebu tukamtest. Tukamwangalia, je, labda ana malaria au ana infection nyingine yoyote ile. Kwa hiyo utampima. Kuna wengine ambao wameshaikuja tukawapima ana malaria. Kwa hiyo unajua ni conversion due to malaria au conversion due to other infections. Kwa hiyo huyu mtu hana epilepsy. Naishana naye. Kama hakuna hivyo vitu basi, na hata kama ipo mkiuliza kwamba hii ni mara ya pili, mara ya kwanza hatuelewi, maana utampa kliniki tena. Bwana tunaomba uje labda baada ya mwezi ili tufahamu zaidi. Pia kama ana magonjwa ya muda mrefu au anatumia dozi fulani ya muda mrefu. Kuna dawa ambazo ukiwa unazitumia kwa muda mrefu zinasababisha conversion.
Kwa hiyo lazima ufahamu, je, huyu kuna dawa zote ambazo anazitumia za muda mrefu? Kama zipo basi maana utafahamu. Asante.